Unajua wewe kaja kwa sababu kwako. Lakini tipuya mnasamia kwa kwangu. Sasa ninapeka Zanzibar. Sasa Zanzibar hatujui kwa nini naenda Zanzibar. Tunaogopa hata kusema kwenye si sababu ya nini hatujui sasa. Lakini mimi binafsi katika watu wanalalamika, nisiwe mnafiki. Siwasemee wengine wote. Na isema kwa nafsi yangu. Katika mtu ambaye sikalizia una Zanzibar. Nitumie nauli hapa msingi na Zanzibar kwenda Zanzibar nauli kwenda na kurudi. Nilipie, nitafutie hoteli. Jamani miaka 5 iliyopita tumwambia Mangungu ni kiongozi, lakini akambishi kila kitu umohosi, lakini mwisho wa siku karudi nyumbani kwamba Mangungu bwana, kweli Mangungu bora. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba sasa mafensa wengi wa Simba washajua kwamba ukweli uko wapi, kwamba huyu Mangungu amenyooka kweli. Kwenye upande wa tawi letu hakuna surprise kubwa zaidi ya hayo tuliosema, kwa sababu kutokana na ugeni kutoka makao makuu ya klabu, na kwa upande wa serikali tutakuwa na ugeni kutoka wilayani, na diwani wetu atakuwepo na viongozi watuzunguka akiwapo meneja wa soko letu hili la kwenye tawi. Lakini jinsi tuangalie profile yake na jinsi uwezo wake, tutaheshimiana na msimu huu, na ndio maana hata upande wa pili wenyewe washaanza. Jamani, kwani usajili huu mnausajili lengoni ni nini? Tukomoane au mnataka sisi tupate sababu tuame Zanzibar? Natamani uchaguzi mwezi wa 11 sio 12. Uchaguzi ujao Mangungu apewe tena jumbe bana. Yaani Mangungu wajumbe hao wajumbe na pia kula wampe tena Mangungu aikomboe, endelee kuikomboa klabu ya Simba. Lakini wakifuata maneno mengine watamkumbuka Mangungu huyu. Tupambane kwanza sisi wenyewe. Waita sisi tu wachezaji wazuri na kwa bora. Ile mada sisi klabu bingwa tukienda tufanye vizuri. Lakini usajili watu wote hao kina nani sio hawa. Nchi yetu vilabu vyote vya wanachama tunafuata mfumo wa Ujerumani. Vilabu vyote vya wanachama wawekezaji wanataka kuanzia ngapi? 3 na kuendelea. Lakini Simba dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas. Kweli kwenye upande wa tawi letu hakuna surprise kubwa zaidi ya hayo tuliosema, kwa sababu kutokana na ugeni kutoka makao makuu ya klabu, na kwa upande wa serikali tutakuwa na ugeni kutoka wilayani, na diwani wetu atakuwepo na viongozi watuzunguka akiwapo meneja wa soko letu hili la kwenye tawi. Lakini surprise nyingine kubwa kwa sababu mimi ni mjumbe wa tawi, nipo kwenye kamati kama mtendaji, bado sijapata dhandani kama kuna kingine kutoka kwa mwenyekiti wangu ambao ni kieke wazi sijakipata, ila kikubwa kutoka na ugeni mkuu kutoka upande wa serikali na upande ni upande wa makao makuu, upande wa Yanga. Kwa ugeni huo utakuwepo hapa, na kutakuwa na muziki na vyakula vitakuwepo na vinywaji, lakini sio vinywaji vya vileo, kutakuwa na vinywaji tu vya maji na vinywaji vitamu vikiwepo kama juice. Mara atakuwepo. Sasa hivyo kwa upande wa unajua shida ni nini? Tawi letu, uzinduzi wa tawi letu, mambo mengi wanasimamia makao makuu ya tawi ya makao makuu ya klabu. Kwa hivyo kama sisi leo tuko na zoezi la kuchangia damu. Leo tumechangia damu kwa tawi letu hapa, lakini sisi tuliita tu watu wa damu. Lakini baadaye kushangaa wakaja ugeni mzito kutoka Sport Pesa ambao wamepigiwa simu kutoka makao makuu wakaja. Baadaye akaja mdhamini mwingine wa NBC wakaja. Wakaja matukio kama kubwa kutoka nini makao makuu. Sasa sisi tulichokipanga, lakini makao makuu atuletea vitu ambavyo sisi tunavitegemea. Kwa kesho, kwa sababu na ugeni mzito, wao kitu gani watatuletea kesho hatujui, kwa sababu wametuambia kesho pamoja na kuzindua tawi letu, tawi lenu hilo tutazindua tawi kesho, lakini pia makao makuu watakuwa na hamasa ambao kutoka makao makuu. Sasa wao makao makuu hajatupa za ndani kuna kitu gani atatuletea kesho kwenye tawi letu. Watu washangaa kesho, washangaa yuko Shauri hapa hatujui. Yani shangaa kesho Shauri akawa na tawi letu likawa surprise kwa mimi na wengineo. Kwa kesho tunasubiria makao makuu kitu gani anapata tufanyia, lakini sisi tulichokipanga ni hivyo ambavyo nimekutajia. Lakini vitu vingine vyote ambavyo vinajitokeza vingine ambavyo vilianzia leo ambavyo vitegemea vyote vitoka makao makuu. Ulikuja media ya makao makuu, kitengo cha Alikamwe kilikuwepo leo hapa, ambapo sisi hatujakialika, lakini kilikuja kutoka nini, kutoka makao makuu. Kwa kuna matukio mengi ambayo makao makuu atuletea surprise pia, na sisi wenyewe pia ambao sisi hatujategemea kama kingetuletea. Komara anakuja kuboresha safu ya ulinzi ama kuna kitu anakuja kukileta ambacho ni kipya zaidi? Unamwonaje? Tuanzie hapo tuendelee. Pia yule mtu ana sifa kubwa mbili, kwanza ni beki, pili ni kiungo. Sasa tunaangalia tucheze mechi gani. Kocha kimpendeza anaweza kumrudisha nyuma, kocha kimpendeza akampiga namba 6, yule Ngoma akasogea namba 8, alafu huyu Abuya
anaweza akacheza namba 10 kwa hasira tu mechi yani hiyo sasa inakuwa balaa. Tuangalie mechi gani tunacheza. Kwa kutokana na mechi inazocheza kocha kimpendeza, anaweza akampanga namba gani. Yule mtu ni hatari jamani. Nilisema siku ile hapa. Kama tulitanguliza wachezaji watatu, akaja yule nani Shaulile, au yule wa mwisho, naona japo hawana majina makubwa kama jina la ambalo anao Shaulile. Lakini jinsi tuangalie profile yake na jinsi uwezo wake. Tutaheshimia na msimu huu. Ndio maana hata upande wa pili wenyewe washaanza. Jamani, kwani usajili huu mnausajili lengoni ni nini? Tukomoane au mnataka sisi tufute sababu tuame Zanzibar? Na kama Kojo ashaanza sababu anakuhamia Zanzibar ujue. Sababu usajili. Kama walijua, walianza mabasi choko na Muza wa Azam. Lakini wao nao washaanza. Kama Azam anaondoka sasa tunaondoka. Yaani atakamfuatia Azam Zanzibar. Sasa tunajua hizi zote hizi sio kwamba propaganda kwamba si marefa wabaya. Hapa hicho sio marefa. Tunajua na kuondoka katika ligi yetu kutokana na usajili mkubwa ambao JSM ameufanya kupitia Yanga Sports Club. Kwa usajili wa kina Shaulile na hii kina Ngoma na wachezaji wengine. Watu washaanza sababu sasa hivi watakawahamie ligi ya Zanzibar. Washaje kule kuna vibonde wakaenda wakaongeze nguvu kule. Sisi tunaomba jamani, hizi klabu zingine msiondoke, mbaki hapa. Jamani, mwaka jana sisi tulifanya vibaya klabu bingwa. Tuishia makundi, sio tegemeo letu. Lengo tuingia hata robo finali ya 9 au nusu. Lakini turudi nyuma hatua moja kubwa kwa sababu ya nini? Tulipiga Simba mara 6 mfululizo. Tulitegemea kama tumemfunga Simba mara 6 kwa sababu Simba katika ranking ni wa 6, basi sisi ni bora. Kumbe tulijua katika pointi Simba ni wa 6, kumbe ni kibonde. Kwa hiyo kipimbo chetu sisi kilikuwa Simba kwenda klabu bingwa, kumbe Simba nyewe mdebwede wana kitu. Kwa hiyo tukaenda tukatoka makundi tukarudi. Kwa mpaka sasa mnamtumia Simba kama kipimo chenu cha kuonyesha klabu yenu kama iko nzuri ama mbaya? Kwa msimu huu kipimo cha Simba tushakiua. Sasa mtamtumia nani? Sasa ndio maana viongozi hadi sasa hivi wanachakata, hadi leo hatujajua kwanza katika wiki Mwananchi anakuja timu gani. Hatujajua. Kwa hata kama akija kibonde au akija timu bora itakuwa ni bora zaidi. Ila na imani hapa kati inaweza kupata mechi ngumu kidogo, tuangalie hata Mamelodi yani tumdondoshe hapa. Hata simu yangu Arsenal pia anaweza akaja. Sema achana naye. Kama kati ya watu wale wenye akili. Na hivi muda sio mrefu anaweza akatua Faisal hapa. Arsenal under 20. Arsenal yenyewe under 20 vipi bwana? Kuja Arsenal yenyewe senior. Inakuja yenyewe hapa. Inakuja yenyewe Arsenal. Aidha kaileta je, mimi namkubali. Yaani yule mao ukimwambia ukimtania na itakweli. Kwa tuetee timu zenye ubora, ile mao tujipime nao. Tukienda kwa ubingwa, tusitetereke. Msimu uliopita tumefanya vibaya kwa ubingwa kutokana na kipimo cha Simba. Tumempiga Simba mara 6 kwa hiyo timu bora. Kumbe timu zetu sio bora kutokana na kipimo tunachojipima sio kizuri. Kwa hiyo mimi naomba ndugu zetu Simba wasajili vizuri, wasikimbie, wabaki hapa. Na Azam naye wasikimbie, wabaki hapa. Tupambane kwanza sisi wenyewe. Waita sisi wachezaji wazuri waliokuwa bora. Ile mada sisi kwa ubingwa tukienda tufanye vizuri. Lakini usajili watu wetea hawa kina nani sio hawa. Meta majina ya wachezaji wao siwajui. Hao wasajiliwa wanatuletea. Ndio vile tunajiona sisi tuko bora, kumbe sisi timu ya kawaida sana ambapo mimi kitu sikitaki. Watu wachezaji walikuwa bora. Sawa bana. Tuame huko kwenye usajili na ubora wa timu pia. Dabi imepelekwa Zanzibari tarehe 12, kitu ambacho mashabiki na wapenzi wengi wa soka wanadauti sana, wanajiuliza kwa nini imekuwa ili swala linajirudia. Wewe kwako umelipokeaje na pia unatamani ulizungumzie nini? Bana, kwa hili watu wengi wamelalamika. Sio watu wa Yanga hadi watu wa Simba wamelalamika sana my friends. Ila kwa mimi kama msema kweli, mimi mwenyewe sijaridhika. Kwa nini? Sijaridhika kwa sababu jamani, mbona timu zao Zanzibar tuweze kucheza ligi huku kwetu? Huko kwao Zanzibar wakifungua ligi yao hatujaona siku moja kwamba mna ndege labda na Malindi wamekuja wapi? Wamekuja bara huku kuja kucheza mechi zao. Lakini sisi tunaenda kule. Sasa sijajua hapa ndio siasa, sijajua atupeleka wapi. Sababu tuliona miaka kadhaa iliyopita vikao vyote vya TFF vikao mara si mechi Tanga kwa Karia. FA itasikia Tanga. Si kikao Tanga. Kila kitu Tanga. Watu wamehamika sasa. Kwa nini kila kitu Tanga? Mbona kwetu sasa pwani hamtuletei basi? Sasa mimi uje kwetu pwani. Basi pakata kibaba basi kwetu hawapeleki. Wao Tanga. Sasa maneno makali yale ya kwenda Tanga. Karia kaona isiwe shida. Sasa wapeka Zanzibar. Kila kitu Pemba, kila kitu Unguja, kila kitu mbona wao kwa hawaji? Jamani, hii ni nchi moja, tunakubaliana na hilo, lakini katika muungano wetu kwa upande wa mpira, wao wana chama chao, na sisi tuna chama chetu. Kama timu ikienda kucheza, mechi ikichezwa labda Tabora, chama cha soka cha Tabora, cha FA cha Tabora kinasimamia ile mechi. Sasa unapopeka mechi Zanzibar kuna FA yetu kule ipo. Anapokea nani sasa? Zanzibar anapokea nani?
Kwa hiyo jamaa, tuache hizi mambo ya siasa, tuwe wa kweli tu. Sisi kuna mechi Zanzibar, kile mechi tushachoka. Hata Engineer Hersi pia naye pia tunamuomba hizi mechi za klabu bingwa msimu uliopita aliwapa zawadi wa Zanzibar, inatosha. Msimu huu sisi tunaitamani tuone timu yetu hapa. Shamba la bibi ipo. Kama shamba la bibi pala kutosha, twende hata KMC. Sio kila kitu Zanzibar. Mwaka jana hapa mechi za kimataifa Zanzibar inatosha. Mwaka huu tuomba Engineer Hersi mechi huku. Na hata ile FA Karia naye kila kitu ile iliyopita finali kapeka ni Pemba. Haya sasa hivi ufunguzi Unguja. Jamani mbona watu haoni huku? Kwa hiyo kikende bwana, sisi mimi leo sijaridhika. Sijajua mimi sio mnafiki. Mimi sijaridhika. Kuna mambo ya siasa itakuwa yanaendelea. Mambo mengi bwana ni siasa, sio wanafiki. Ni siasa tu. Kwa nini wao huku hawaji? Jamani, si nchi moja. Basi wao waje kwamba chama chetu cha soka cha bara ambao ni FA yetu kimepokea vilabu vya Zanzibar. Mbona kwa tuvione vije? Ukiona timu ya Zanzibar imekuja kubara, ujue mechi ya kirafiki hiyo. Labda Yanga imewaomba au labda Azam imewaomba au Simba imewaomba. Ujue mechi kirafiki. Lakini mechi ambayo ipo kwenye mashindano ambayo inadhaminiwa na chama cha soka cha Zanzibar, huku azicheze siku moja kama lengo kutangaza mpira wetu. Sio mpaka Zanzibar tu. Tupeleke hata Kenya kwa jeni zetu basi. Twende hata Uganda basi, twendeni basi. Kwamba FA hii itachezea wapi? Kampala Uganda. Au dabi. Au dabi tunapeka Uganda, au dabi tunapeka Kenya. Sio Zanzibar tu. Zanzibar tushapeka sana. Kama mnatuendesha nchi ligi yetu mpira kwa mambo ya kisiasa, tutoke kama ni huko tayari. Zanzibar tushapeka sana, inatosha. Sasa hivi iliyobakia kama lengo kutangaza dabi yetu, tupeke hata Malawi, tuwe moja. Lakini kila kitu Zanzibar. Ya Tanga ishakufa. Sababu alianza Tanga ujue. Kila kitu Tanga. Tukajua wewe kaja kwa sababu kwako. Lakini tipuye mnasamii kwa kwangu. Sasa ninapeka Zanzibar. Sasa Zanzibar hatujui kwa nini anaenda Zanzibar. Tunaogopa hata kusema kwenye sababu ya nini hatujui sasa. Lakini mimi binafsi katika watu wanalalamika, nisiwe mnafiki. Siwasemee wengine wote. Na iseme kwa nafsi yangu. Katika mtu ambaye sikilizia una Zanzibar, nitumie nauli elfu 50 kwenda Zanzibar kwenda Zanzibar nauli kwenda na kurudi. Nilipie, nitafutie hoteli. Jamani wao timu zao na sisi timu yetu hapa. Hapo kuna watu watatoka Mwanza, wengine Morogoro, wengine mtu ametoka Bukoba, anakaja aje kuangalia dabi. Afike Dar es Salaam, apande kwa Tayama mpaka Dar es Salaam, ashuke tena apande boti aende Zanzibar. Atafutie hoteli halali. Tuurumie jamani. Hata gani ile katikati. Kama Wazanzibar wanapenda Yanga, Simba waje hapa na wao. Hapa ndo katikati na huko waje hapa. Sasa jamani tuendelee kwa jamani kwa kila mechi huko. Tushaenda inatosha. So Karia tu. Hata Engineer Hersi rais wetu. Kwa binafsi hizi mechi za kwenda Zanzibar zinatosha. Kama nataka kutangaza mpira wetu basi tupeke hata Kenya basi. Sawa, tumalizie kwa hili msema kweli. Kitu ambacho kinachoendelea sasa hivi kwa watani wako, wewe kwako umekichukuliaje? Unatamani pia kiendelee kuwepo? Maana Waswahili wanasema kwamba kifo cha panzi furaha kwa kunguru. Mimi bwana nisiwe mnafiki. Mimi bwana Simba sije kutakia mazuri hata siku moja. Kwa hiyo una maana gani? Migogoro yao mimi kesho niambie Mwenyezi Mungu asante. Hadi hata usiku nikilala napiga dua Mwenyezi Mungu asante. Ili mizozo yao kesho iendelee hivi hivi. Ile mali pale kukiwa na amani kama Yanga. Unajua uchaguzi wa juzi hapa. Sasa tumekuta mkuu juzi amani tu. Kwamba kukiwa na amani watawafunga. Hata sipotufunga lakini ile amani yao ndio tukojaje kwa kosa furaha. Yaani ile amani yao sasa kwa hatuna furaha. Lakini kwa sana vile sina isikia raha. Huku Mangungu, mimi binafsi ni timu Mangungu ujue. Mimi kweli Yanga, lakini mimi timu Mangungu. Yaani mimi Yanga, lakini timu Mangungu. Kwa nini? Unajua Mangungu, watu Simba wengi hamuelewi Mangungu. Mangungu amekuja pale kuja kuiokoa Simba. Sema kwa sababu Mangungu yeye hana tu. Somba hana hela. Hela yake ambayo anayo hela kujikimu mwenyewe na familia yake na mambo mengine. Ila tajiri Mo, yule ni bilionea. Yule ni tajiri ujue. Lakini sasa kuja kutafuta mafans, wengi watoka upande wa Mo kwa sababu nini ya pesa zake. Lakini ukweli katika mtu ambaye wana Simba wakitaka sisi wana Yanga tukose amani, wao upande wa Mangungu. Wakitaka sisi Yanga tukose amani, Simba yao isimame, ambao yeye ndiye anapotaka nchi ya ahadi, awe nani? Awe Mangungu. Mangungu amekuja kuinusuru Simba. Simba wenyewe haijui. Kuna vitu vingi ambavyo Simba wako wananyonywa, lakini Mangungu amekuja kusawazisha. Ikiwepo Simba Mangungu amekuja Simba, amekuta jezi ya Simba nyuma imeandikwa Simba Mo Foundation. Mangungu akaoji, inakuwaje jezi imeandikwa Mo unalipa shilingi ngapi? Mo akaambia mbona naye Simba sipo jina lako hapa Simba, kama sikilizeni. Mimi Simba siitaki. Toa hiyo Simba weka Mo Foundation utulipe hela. Kweli Simba akatoa jezi ile ikatolewa ya Simba ikaikwa nani? Mo Foundation. Mo akatoa hela. Hiyo ndio kazi kubwa Mangungu ameifanya. Inasemekana hata kule uwanja wa Boko kule. Ile Mo Arena ile. Mangungu anapambana nao. Ile jina Mo analipa shilingi ngapi? Sasa tuna brand tunamtangazia Mo Arena kule Bunju. Iandiko tu Simba Arena. Kama unataka Mo ulipe.
Kwa Mangungu anapambana. Hiyo kazi ya Mangungu. Kingine, umeona wapi mwenye Isa 51 anakuwa na mwenye Isa 51 yani hana nguvu. Mwenye 49 ndio mwenye nguvu. Juzi amesimamia haki, amesimamia katiba yao. Kwamba yeye ndio mwenyekiti wa klabu ya Simba, ameitisha mkutano wa wanachama wote, tukutane, na ametoa pale kwamba anataka kuna baadhi ya maneno amewatoa, baadhi ya nini ya wadhamini amewatoa kina Kapuya, ameingiza wadhamini wengine waje wasaidie waongeze nguvu, akiwepo Chuageni bonge la kiongozi, lakini sasa wao kaja kumletea zengo siku kwanza, walikuwa na busara wale upande mwingine, bila hata basi wavumilie, wamuite, wakae naye, wakaenda kumdhalilisha mzee watu kwenye media kabisa, katika ukurasa wa Instagram, ukurasa wa timu ya Simba, kwamba hicho kikao ni batili. Sasa kama mnadhalilishana, sisi tumefurahia, mimi pia nimesikia raha, lakini kwa kweli kama wana Simba ukitaka amani klabu yao ikombolewe, Mangungu uko sawa kabisa, ni 100% uko sawa. Na ndio maana kuna baadhi ya watu hawa mafrensa tuliwaambia toka mwanzo, jamani, huyu Mangungu ndio mtu. Akiwepo ndugu yangu JB 64, sababu JB 64 sasa tunamjua kwa jina la teacher, sababu tulikuwa naye hapa. Sasa kabla hajakuwa kidogo mafufu kaupatia hapa. Tulikuwa naye miaka 5 iliyopita, tumwambia Mangungu ni kiongozi, lakini akambishi kila kitu umohosi, lakini mwisho wa siku karudi nyumbani kwamba Mangungu bwana, kweli Mangungu bora. Kwa hiyo tunajua kabisa kwamba sasa hivi mafrensa wengi wa Simba washajua kwamba ukweli uko wapi, kwamba huyu Mangungu amenyooka. Leo kwa sababu yeye hana kama huyu mwenzake, alokana kama huyu hana maana. Lakini sheria wafuate serikali inavyotaka. Serikali iliondoka mwanzoni. Toka mwanzo wameweka katiba yao. Jamani, nchi yetu vilabu vyote vya wanachama tunafuata mfumo wa Ujerumani. Vilabu vyote vya wanachama wawekezaji wanataka kuanzia wangapi? 3 na kuendelea. Lakini Simba wao wamengania mmoja. Sheria ya nchi inakataa. Sheria ya nchi kumesha katiba yako, wanataka wawekezaji kuanzia wangapi? 3. Ndio wapate 79 wagawane wenyewe. Wenyewe wanachama mshike na 51 ambao mtakuwa na power. Sasa Simba wao wameenda kwa sababu kuna rosto kipekee tu wakimbiza ile issue ya kipekee sisi tuna manji wakataka tukomoa, wakaenda wakakwama. Sasa yote ile bodi ivunjwe, waanze upya, na Mangungu ndio ameanza kuvunja ile bodi, haitakiwi ili waanze upya. Sasa Mangungu anaonekana mbaya. Sasa kwa sababu Mangungu vipi la Mangungu aje kuikomboa Simba? Kwanza vunja bodi, aanze upya. Watafute wadhamini 3, wawekezaji. Watafute wawekezaji 3. Kama wanataka tena aanze arudi. Sasa ndio shida hiyo. Sasa Mo na bodi yake watengeneza mazingira aonekane Mangungu hana maana, lakini Mangungu yuko vizuri, hana shida yoyote. Wamvumilie tu. Mimi natamani uchaguzi mwezi wa 11 sio 12. Uchaguzi ujao Mangungu apewe tena jumbe bana. Yaani Mangungu wajumbe hao wajumbe na pia kula. Wampe tena Mangungu aikomboe, endelee kuikomboa klabu ya Simba. Lakini wakifuata maneno mengine watamkumbuka Mangungu huyu. Sisi Yanga tunamshukuru Msolwa. Ndio mpaka leo mimi natamani pale klabu ya Yanga yule ndugu yetu mwenyekiti mstaafu ndugu yetu Msolwa pale jengewe sanamu pale Jangwani pale. Kazi yote unaiona ya Yanga ya utulivu unauona leo. Juzi tunafanya mkutano pale kwa kuna utulivu mkubwa, lakini kazi yote hii alifanya nani? Mangungu. Alifanya nani? Msolwa ndani ya klabu ya Yanga. Kukosa yeye kusikiza hoja za kuangalia hoja. Akaona hii klabu mimi nibadilishe. Leo hii kuna utulivu ndani ya Yanga. Kazi alifanya nani? Alifanya Msolwa. Kwa Simba huyu Mangungu akitaka timu yao itulie, wamfuate Mangungu, waungane, wampe ushirikiano, klabu ya Simba itatulia, itafika nchi hadi. Hata ile kombe la Afrika wananga tutalileta hapa kupitia wao Simba, sababu wanatupushi kwa timu bora. Lakini kama timu yao ikiwa mbovu hivi, tutachukua kombe la Afrika, lakini tutatumia muda mwingi kuchelewa kwa sababu ya Simba, kwa sababu wabovu. Wao ndio watupushi. Bwana, mimi nikushukuru sana. Asante sana, shukuru, asante sana. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.